sisi kama ACT Wazalendo tunaamini kwenye umoja na tunafahamu upinzani wa nchi hii ulifanikiwa zaidi ulipofanya kazi kwa pamoja, mfano wa Ukawa mwaka 2015. Tumejaribu, tumealika, tumewaandikia vyama makini vya upinzani kufanya nao kazi pamoja. Tumekuja na mezani na kadha wa kadha, lakini bado hatujafikia tunachokitaka umoja wa upinzani Tanzania. Bado tutaendelea kusukuma, lakini tunatamani na vyama navyo hivyo vingine makini ambavyo tungeweza kuja kufanya kazi pamoja navyo vichukue hatua. Kwa sisi tuko tayari, tumeendelea kusukuma umoja wa upinzani Tanzania, lakini hapa tulipofika tunataka nao wachukue hatua. Sisi tumetimiza wajibu wetu na tunaamini siku moja wapinzani watafanya kazi kwa pamoja. Chama cha ACT Wazalendo kimetoa tamko kuhusu Mheshimiwa Tundu Lissu na kimeeleza msimamo wake kwamba tunahitaji siasa huru na haki. Tunahitaji misimamo ya wanasiasa iheshimiwe, na tunamuunga mkono Mheshimiwa Tundu Lissu katika harakati zake za kuleta mabadiliko. Tunapigania reforms gani? Sisi tangu uwepo wa chama hichi tumeendelea kusukuma na kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata katiba ya wananchi, nchi yetu inakuwa na sheria bora za uchaguzi, sheria za vyama vya siasa, sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Wakati tunaendelea kufanya hivyo, sasa hivi tumekaribia uchaguzi, tunaendelea kusukuma kwa ajili ya uchaguzi huru na haki. Tumeainisha mambo 6 ambao mambo haya yako kwenye hatua za kitendaji, ni mambo yanayowezekana ili angalau Watanzania warudishe imani kwenye sanduku la kura, waone wanatendea haki kwenye uchaguzi wao. Kwanza tumesema ni swala la mawakala. Tunataka mawakala wawe huru, mawakala wanaoletwa na vyama wapate nafasi ya kufanya wajibu wao, na mwisho wa mchakato wa uchaguzi washiriki kikamilifu kwenye mchakato wa uchaguzi, na mwisho wa mchakato wa uchaguzi wapewe matokeo ya uchaguzi ili waweze kuwasilisha kwa waliowatuma vyama vyao. Pili, tunataka tume ianze utekelezaji wa sheria ya tume huru ya taifa, ikiwemo kupata makamishna wapya. Tunataka wasimamie kipindi hiki, hamna kipindi kijacho. Kipindi hiki, sheria hii ni ya mwaka jana Januari, inawezekana tukiamua. Okay. Inawezekana. Sheria hii pia tunataka wasimamizi wakurugenzi wa halmashauri wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Sisi tulipigia chapuo tume kuwa na watumishi wa kudumu, sio watumishi wa kuwazima, watumishi ambao watachukulia hatua pale wanapoharibu kazi badala ya kuwazima. Lakini pia pamoja na hayo tumeona changamoto zinazoletwa na usimamizi wa madedi, ambao wengi wa hawa madedi ni wanasiasa na wanasiasa kutoka Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunataka madedi wasiwe sehemu ya kusimamia uchaguzi. 4, tunataka vyombo vya ulinzi na usalama visiwe sehemu ya uchaguzi. Wenyewe vifanye timizi wajibu wao wa kusimamia haki, wa kusimamia amani, wa kulinda, lakini wasishiriki kwenye uchaguzi kama kubeba masanduku, kutoa mawakala nje na mengineo. Nani abebe? Na kama tuviona, kuna watu pale wameajiriwa kazi yao, kuna wasimamizi wasaidizi, wako watu wengi tu mle kwenye kile chumba ambao wanaweza kufanya kazi. Ile sio kazi ya askari. Na tukiendelea hivyo tumeona mifano. Kwa mfano, chaguzi za serikali za mitaa Kigoma, tumeshika maaskari na kura. Tumewashika na kura feki. Sasa niambie, ni kazi ya askari kubeba kura feki? Hiyo kesi ni wapi? Ya 5 ziko mahakamani. Tulipeleka kesi 51 mahakamani na tulishinda kesi 1 Kigoma. Nyingine kesi zilifutwa au ziliwekewa mapingamizi tofauti. Lakini tunaendelea kusukuma ili tupate haki kupitia mahakama na tuone kweli haki itendeka. Askari asibebe sanduku ya kura. Sio sanduku la kura tu, wasishiriki kwenye hiyo michakato. Kazi zao zinajulikana kisheria. Sio kazi ya askari kubeba sanduku la kura. Si kuna ile sio kama hiyo, nasikana kuna hali ya kazi yake bwana. Hali ya mihemko. Hamna, tuhitaji mihemko.
Hili ni zoezi la uchaguzi, zoezi la wananchi, zoezi muhimu sana la kuchaguzi. Chama hii hapa CCM kwa hapa, Chadema kwa hapa, ACT Wazalendo kwa hapa, sio nyingine kwa hapa, Chauma kwa hapa. Ikitokea kwamba kuna vurugu pale, sio askari lazima wawepo kidogo. Ikitokea vurugu askari haitwi. Lakini michakato mingine kuna wasimamizi wasaidizi. Kuna watu lukuki pale wameajiriwa kufanya kazi zao. Yeye askari anajua muda wake wa kuja. Asije wakati kushiriki au kuchangia kufanya jukumu ambalo sio lake. Hiyo ilikuwa ni ya 4. Ya 4. Swala la 5, kura feki. Tumeona wingi wa kura feki. Mwaka 2024 ndio zimezidi. Sisi vyama vya siasa ni wadau wa uchaguzi. Tume yetu ndio inajua nani imempa kandarasi ya kuchapa kura. Inajua lakiri zilizowekwa za haki. Kura ya haki ni ipi, kura isiyo haki ni ipi. Tunataka hizi kura zilindwe, tusikutane na kura feki kwenye vyumba vya uchaguzi, tusikutane na kura feki mitaani. Kwa hiyo uliziona wewe kwa macho? Uliziona kwa macho, usiwepo kura feki. Kuna macho, kuna picha, mazingira yalikuwa ni mengi sana uwepo kura feki. Lakini swala la 6, wagombea. Michakato tumeona 2020 2024 ya kufutwa kuambia kwamba mgombea wewe umeenguliwa bila hata sababu. Kuna sababu za kikatiba za kukunyima kuwa mgombea halali. Tustiki kwenye hizo sababu za kikatiba za kunyimwa kugombea. Sababu zipo ambazo ni nyepesi ambazo zinaongoa. Kwa mfano uwe na umri miaka 18 na kuendelea, uwe raia wa Tanzania. Mambo kama hayo kawaida. Sio maisha. Sasa mtu anasema umekosea jina Dorothy linawai, umekosea wai, anaambia umeanguliwa. Na mfano ukiekewa pingamizi, anatakiwa atoe sababu za kukuengua. Mwingine unakuta hamna, hiyo sio sababu. Ndio maana umeajiriwa. Wewe si msimamizi msaidizi. Kagua fomu ijazwe vizuri. Kwanza watu walitakiwa wafundishwe jinsi ya kujaza fomu. Lakini kingine cha ajabu, hili ukijua kwamba hii ni figisu na ina walali wote. Wanaokosea kujaza fomu ni wagombea kutoka vyama vya upinzani tu. Tunaelimishwa kwenye shule moja, tumejaza fomu za aina nyingi hapa. Wagombea Chama cha Mapinduzi hawaenguliwi. Kwamba wale wana mafunzo wazuri sana. Ndio tunasema swala la kuengua wagombea, tunataka wagombea wetu wote wawepo. Huu ni ushindani wa kisiasa. Ila Evans you're so sarcastic man. Huu ni ushindani wa kisiasa. Kwa nini wagombea wa upinzani ndio wanaoenguliwa? Kwenda tuition. Fomu yenyewe sio ya kushindwa kujaza. Kama chama ina tuition maalum kwa ajili ya watu wake. Jina, umri, ulipozaliwa, ni yale mambo ya kawaida ambayo tunayajaza siku zote kwenye fomu. Sasa tunataka wagombea wasienguliwe kwa masuala ambayo ni nje ya sababu za katiba za kushindwa kuwa mgombea. Na masuala haya 6 niliyosema hapa yote ni masuala ya utendaji. Yanawezekana, tukiamua yanafanyika. Hayahitaji kubadili sheria, hayahitaji nini. Tunataka tuelekee tupate uchaguzi huru, haki na unaoaminika. Uchaguzi urudishe heshima ya kura kwa Mtanzania. Asante sana.